Kuwait imesema kituo cha umeme kimepigwa katika shambulio la Iran. Wizara ya umeme, maji na nishati ya Kuwait imesema Ijumaa kuwa moja ya vituo vya uzalishaji umeme na kusafisha maji ya Bali kimeathiriwa na shambulio la Iran. Kwa mujibu wa wizara hiyo, shambulio hilo lilisababisha moto na kuharibu baadhi ya miundombinu na vitengo kadhaa vya kuzalisha umeme. Kikosi cha zimamoto kilifanikiwa kudhibiti moto huo, huku timu za wataalamu zikiendelea na matengenezo ili kurejesha huduma katika maeneo yaliyoathirika kufuatia udhibiti wa gridi ya taifa ya umeme. Wizara imeomba wananchi na wakazi kupunguza matumizi ya umeme katika kipindi hiki cha dharura na kuahidi kutoa taarifa zaidi kupitia njia zake rasmi. Serikali ya Iran imebadili njia za treni za Bandar Abbas baada ya reli kuharibiwa na shambulio la Marekani. Shirika la reli la Iran limetangaza kuwa huduma za treni za abiria kutoka Bandar Abbas zimeelekezwa kupitia njia mbadala baada ya shambulio hilo kuharibu miundombinu ya reli katika mkoa wa Hormozgan. Abiria watasafirishwa kwa mabasi kutoka kituo cha Bandar Abbas hadi Fini kabla ya kuendelea na safari zao kwa treni. Vyombo vya habari vya Iran vimeripoti kwamba makutano ya reli yaliyoko karibu kilomita 10 magharibi mwa Bandar Abbas ilishambuliwa usiku na kusababisha watu wawili kujeruhiwa pamoja na uharibifu wa kituo hicho, na makutano haya yanaunganisha reli za abiria na mizigo zinazoelekea Bandar Abbas na bandari ya Shahid Rajaei. Meya wa Tehran Alireza Zakani amesema wale wanaodai kuhusika na kuuawa kwa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei watakabiliwa na hatua za kulipiza kisasi, akiongeza kuwa rais wa Marekani Donald Trump hatakuwa salama popote ulimwenguni. Katika mahojiano yaliyochapishwa na tovuti ya habari ya Diban Iran, Zakani alisema hatua za kulipiza kisasi dhidi ya wanaohusika zitatekelezwa. Kuanzia sasa Trump hatakuwa salama popote duniani, alisema Zakani. Pia alidai kuwa Waislamu na watu wengine duniani wanataka wahusika waadhibiwe, akisisitiza kuwa kulipiza kisasi hakuepukiki. Wizara ya nishati ya Iran imewataka wananchi nchini humo kupunguza matumizi ya umeme ili kusaidia kudumisha usambazaji wa nishati kusini mwa nchi hiyo baada ya mashambulizi kuharibu miundombinu ya umeme ndani na karibu na Bandar Abbas. Wizara hiyo imezitaka kaya kuzima viyoyozi kwa saa moja wakati wa kilele cha matumizi ya umeme ili kupunguza mzigo kwenye gridi ya taifa. Imeeleza kuwa umeme umerejeshwa katika baadhi ya maeneo yaliyoathirika na huduma zimeanza kutegemeana, lakini imehimiza wananchi kuendelea kutumia umeme kwa uangalifu ili kuhakikisha huduma zinaendelea kuwa thabiti. Afisa mwandamizi wa Iran na mwanachama baraza la maslahi ya taifa amesema eneo lolote litakalotumika kuzindua mashambulizi dhidi ya Iran litachukuliwa kuwa lengo halali la kujibiwa. Alionya kuwa ikiwa miundombinu ya Iran itaendelea kushambuliwa, basi hakutakuwa na miundombinu itakayobaki katika ukanda huo wa Mashariki ya Kati. Bahonari pia alisema maamuzi kuhusu mlango bahari wa Hormuz yapo mikononi mwa Iran na Oman pekee, akiweka mkazo kwa mataifa nje hayapaswi kuamua mustakabali wa maeneo hayo. Akizungumzia diplomasia, alisema baadhi wanaopinga mazungumzo wanaamini Iran inapaswa kuendelea kupigana hadi ama iangamizwe au iwashinde maadui zake. Hata hivyo, aliongeza na kusema kuwa hatuwezi kupigana na dunia nzima kwa makombora pekee. Alisisitiza kuwa Iran pia inapaswa kukabiliana na changamoto kupitia mantiki na mazungumzo ya kidiplomasia. Jeshi la serikali ya Bahrain limesema mifumo yake ya ulinzi wa anga imefanikiwa kuzuia na kuharibu mashambulizi kadhaa ya anga kutoka Iran. Jeshi hilo limeshutumu Iran kwa kuendelea kufanya mashambulizi yanayolenga raia na mali za kiraia nchini Bahrain. Limesema vikosi vyake vyote vipo katika kiwango cha juu cha utayari na limewataka wananchi kuepuka kukaribia vitu visivyojulikana vinavyoweza kuwa mabaki ya makombora au droni na kutoa taarifa kwa mamlaka husika. Aidha, jeshi hilo limesema kuwa kulenga raia na mali binafsi kwa makombora na ndege zisizo na rubani ni ukiukaji wa sheria za kimataifa za kibinadamu. Kundi la upinzani la Kurdi la Komal limesema shambulizi ya Irani yaliyotumia drone na makombora yameua wapiganaji 4 wa kundi hilo karibu na mji huo katika eneo la Kurdistan nchini Iraq. Afisa wa Komal Idris Kowaz amesema mashambulizi hayo pia yaliwajeruhi watu wengine waliokuwa katika kambi ya kundi hilo. Mapema vikosi vya usalama vya Wakurdi vitangaza kuwa vilifanikiwa kuangusha drone 8 juu ya mji wa Erbil bila kusababisha vifo wala uharibifu.